Christmas ya Mapinduzi. Mwaka 1965 alikuwa rais wa Romania, Gheorghe Gheorghiu Dej. Alifariki dunia akiwa madarakani. Kwa mujibu wa katiba yao, rais akifia madarakani, katibu mkuu wa chama cha kikomunisti PCR anarithi kiti chake. Hata hivyo, Nicolae Ceausescu alipata bahati ya kuwa rais wa Romania bila kutarajia uraisi wa mirathi. Alipoingia, alijaribu kuonyesha yeye ni tofauti na mtangulizi wake. Aliachia huru baadhi ya wafungwa wa kisiasa, kuanzisha maridhiano na wapinzani, kuendeleza miradi ya mtangulizi wake, hasa ujenzi wa nyumba za bei nafuu, affordable housing. Alitekeleza miradi mingi ya ujenzi kiasi kwamba hakuona hatari ya kukopa fedha nyingi nje ya nchi ili kujenga, lakini kumbe alifanya ufisadi mkubwa kupitia miradi hiyo. Sehemu kubwa ya fedha zilirudi kupitia kampuni zake au za ndugu zake. Alipandisha deni la Romania kutoka dola bilioni 1 mwaka 1965 hadi dola bilioni 5 mwaka 1970. Yaani, deni la taifa liliongezeka mara 5 ndani ya miaka 5 tu. Madeni hayo yalitokana na kukopa pesa nje ya nchi zenye riba kubwa. Kwa hiyo, alilazimika kuanzisha tozo na kodi mbalimbali ili serikali ipate pesa za kulipa madeni. Wananchi wa Romania walinuka kodi na tozo, kiasi kwamba baadhi walikimbilia nchi jirani kama Serbia na Hungary. Alianzisha kodi hadi kwenye mazao ya chakula, kiasi kwamba gharama ya chakula ziliongezeka maradufu na watu wengi walishindwa kumudu hata mlo mmoja, lakini alifanya hivyo ili kupata fedha za kulipa madeni. Polepole Ceausescu alianza kubadilika kutoka kiongozi wa maridhiano na kuongoza nchi kwa mkono wa chuma. Hakutaka kukosolewa wala kupingwa. Wale waliojaribu kufanya hivyo walipotea, kutekwa, kuuawa kikatili na miili yao kuokotwa ufukweni, na wengine walifungwa jela kwa makosa ya uhaini. Kwa mujibu wa taarifa ya CIA iliyoachiliwa mwaka 2010, Romania A Situation Report ilionyesha kuwa hadi mwaka 1980 Rais Ceausescu alikuwa na kikosi cha siri cha zaidi ya watu 70,000 wasiojulikana ambao walihusika kuua, kuteka na kufungulia watu mashtaka ya uongo. Kikosi hicho hakikuwa katika mfumo rasmi unaotambulika, kwa hiyo kiliweza kufanya ukatili wa aina yoyote bila kuwajibishwa. Miili ya watu waliomkosoa Rais Ceausescu iliokotwa katika fukwe za Bahari Nyeusi, the Black Sea, ikiwa na majeraha. Polisi walisema uhalifu huo ulifanywa na watu wasiojulikana na kuahidi kuwatafuta, lakini hakuna muuaji aliyewahi kukamatwa. Matukio haya yaliendelea kushamiri. Watu walikamatwa mchana kweupe wakiwa maofisini, kwenye biashara zao au kwenye vyombo vya usafiri na kwenda kuuawa. Rais Ceausescu hakuwahi kukemea wala kuonyesha kusikitishwa na vitendo hivyo. Katika kuimarisha utawala wake wa kiimla, Rais Ceausescu alihakikisha amezikontrol mahakama na bunge vikawa vyombo vya kutekeleza maagizo yake badala ya mihimili inayojitegemea. Bunge likageuka mwanasesere wa kumsifia rais na mahakama ikapoteza uhuru wake na kuwa chombo cha kufanya maamuzi kwa kumfurahisha rais. Katika giza hilo totoro, makanisa nayo yakageuka kasuku wa kusifia serikali badala ya kusimamia haki. Kanisa la Orthodox la Mashariki lenye waumini wengi zaidi nchini humo, zaidi ya 80%, likawa linatoa nyaraka za kumsifia rais na kuwataka wananchi kutii mamlaka, maana mamlaka zote zinatoka kwa Mungu. Ili kulikontrol bunge vizuri, Ceausescu alijenga bunge kubwa la kifahari ambalo ni bunge la pili kwa ukubwa duniani baada ya Pentagon, likiwa kwenye eneo la kilomita za mraba 365, ambalo ni kubwa zaidi ya nchi yote ya Malta. Lakini kaskazini magharibi mwa nchi hiyo, katika mji wa Timisoara, kulikuwa na kanisa la Kiluteri lililokuwa likiongozwa na mchungaji Lazo Tokes. Alikuwa mmoja wa watu wachache waliothubutu kuikosoa serikali ya kidikteta ya Ceausescu hadharani. Alikosoa kukithiri kwa vitendo vya ufisadi, kukosekana kwa uhuru wa kuabudu, makanisa kufungwa, wapinzani kutekwa, kupotea, kuuawa na wengine kupewa kesi ya uhaini.
Pia mchungaji Tokes alipinga mauaji ya kabila la Wamagayar yaliyoendeshwa na kikosi cha siri cha Rais Ceausescu. Katikati ya mamilioni ya wananchi waliokuwa wakimsifu Ceausescu na kumnyenyekea, mchungaji Tokes alisimama imara kumkosoa. Alipewa onyo na mamlaka kuwa aache kuchanganya dini na siasa, lakini hakutii. Aliendelea kukosoa na kupinga vitendo vya utekaji, kufunga makanisa, ufisadi na vinginevyo. Tarehe 15 Disemba 1989, serikali ilifunga kanisa la mchungaji Tokes. Rais Ceausescu akamuita wakala wa shetani, akaagiza akamatwe. Baada ya amri hiyo, waumini na majirani zake walizingira nyumba yake ili kuzuia askari kumkamata. Hadi Disemba 16, polisi walikuwa hawajafanikiwa kumkamata mchungaji Tokes. Rais Ceausescu akatoa amri ya kuua mtu yoyote aliyekwamisha zoezi hilo. Polisi wakamimina risasi kama njia ya kuwatawanya wananchi. Siku ya kwanza wakaua watu 106 na kutishia kuua zaidi kama hawatatawanyika kwa hiari. Lakini kadri polisi walivyotumia nguvu, ndivyo waandamanaji walivyoongezeka. Maandamano yakashika kasi na kuhamia miji ya Cluj-Napoca, Brasov, Constanta, Galati na hatimaye yakafika mji mkuu Bucharest. Hayakuwa tena maandamano ya kuzuia mchungaji Tokes kukamatwa, bali kupinga utawala dhalimu wa Rais Ceausescu. Kile kilichoanza kama maandamano ya kidini kilibadilika kuwa maandamano ya kupinga serikali. Rais Ceausescu akaamuru waandamanaji wadhibitiwe kwa nguvu na ikibidi wauawe. Polisi na jeshi wakatumia risasi na mabomu. Vifaru vya jeshi vikaingia mtaani kukabiliana na waandamanaji. Watu 1300 waliuawa ndani ya siku 3. Mauaji hayo yalichochea hasira zaidi kwa wananchi na kuingia barabarani. Jeshi lilianza kukataa amri za kupiga raia, lakini polisi waliendelea kupiga. Jeshi likabadilika na kuanza kulinda raia na kuzuia polisi kutumia nguvu. Disemba 21, maandamano yalifika ikulu ya Bucharest, ambapo Rais Ceausescu alijaribu kuhutubia, lakini hotuba yake ilivurugwa na kelele za upinzani. Ilikuwa mara ya kwanza hotuba ya rais kuingiliwa moja kwa moja hadharani. Tarehe 22 Disemba 1989, Rais Ceausescu na mkewe Elena walijaribu kutoroka, lakini walikamatwa na kuletwa mbele ya umati wa watu wakizomewa kuwa ni wauaji na mafisadi. Walishtakiwa katika mahakama ya kijeshi, Military Tribunal, ambapo kesi ilisikilizwa kwa siku 3 tu. Walipatikana na hatia na kuhukumiwa kifo. Tarehe 25 Disemba 1989, Rais Nicolae Ceausescu na mkewe Elena waliuawa kwa kupigwa risasi hadharani, huku wananchi wakishuhudia na kushangilia. Na huo ukawa mwisho wa utawala wa kidikteta wa Nicolae Ceausescu. Siku hiyo ikapewa jina Christmas ya Uhuru, Crasium Revolutionar. Umejifunza nini? Mimi ni Mariam Po.